Lift up your voice again this evening and let's appreciate God. Let's thank Him for bringing us again into His presence. Blessed is the man who God chooses to approach unto Him. And this evening we shall be satisfied with the goodness of His house. Lift up your voice and appreciate Him. Give Him all the glory and honor. Give Him all the adoration. Celebrate His holy name. His worthy of our praise. What a faithful God we serve. What a wonderful God we serve. What a mighty God we serve. Thank you and thank you and thank you and thank you. For answers to all our prayers again, thank you. You are wonderful. Thank you for everything you have done for us today. Be thou exalted. Somebody shout a louder amen. Lift up your voice and ask God anything you desire from this service today. Anything you desire today, ask God. He will do it as you ask. Anything you desire is takeable this evening. God have not called you in vain. Anytime He gather us to bless us. Anytime He gather us to change our stories. Somebody lift up your voice and pray to your Heavenly Father. You can't hear with anybody, that body must be lifted. You can't hear with any concern, that concern will turn to a testimony. God is here tonight to fight for you. The God of vengeance is here to fight for you tonight. To you vengeance belongeth, He will show Himself today. Everything you desire from the Lord today, ask Him, He will do it. We serve a covenant-keeping God. He said, my covenant will I not break, nor alter the things that gone out of my heart. Say, have I called the seed of Jacob to seek me in vain? Lift up your voice. Lift up your voice. Ask your Heavenly Father. If there is a man to pray, there is a God to answer. If there is a woman to pray, there is a God to answer. For everyone that have joined us in all our viewing centers, pray to your Heavenly Father. Ask Him to visit you. Ask Him to fight for you today, to give you victory today, in the name of Jesus Christ. Ali Shuan de Cabo Akito Shianda la Balaba. Le Shuan de Cabo Akato Shianda la Balaba. Ali Shuanda la Boakatu Shekito Lia Balaba. Aliandele Boshia Katila Balaboshelaba. Ayanto Belia Balabosh Alabalaboshelaba. Alia Baba Sholobuleboshia Balabalabalaboshelaba. Alia Baba Sholobuketo Shakatalaba. Alia Shulenda Lea Baba Kato Shila Balabalaba. Alia Shulando Keto Shia Balabalaba. Abaka Shule Balia Baba Libalaba. Aliando Shika la Bakia to Shila Balaba. Aliando Belia Baba. Thank you, Jesus. Sante Yesu. In Jesus' glorious name. Ask Him to send His word to you this hour. Lord, send your word. The Bible says, forever, O Lord, thy word is settled. The settled word can settle everything in your life. Send your word. God fight with His word. Lord, send your word to your people today. Lendo lishuakia tushindo lika tushandalaba. Ayando belando 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 lebandele baka alishua. Ashuandeliaba. Lord, send your word to your people. Let everyone be blessed. Let everyone, Lord,
be exalted by your word today. Kila mmoja leo akainuliwe kwa neno lako. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name we have prayed. Katika jina tukufu la Yesu tumeomba. Thank God because He is visiting you today. Shukuru Mungu kwa sababu anakutembelea leo. Let's appreciate Him. Lord, thank you. Bwana asante. We know you will send your word. Tunajua utatuma neno lako. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. We have come, we've opened hands, so let the ancient world impart. We have come, we've opened hands, so let the ancient world impart. Ancient world, ever true, changing me, and changing you. We have come, we've opened hands, so let the ancient world ancient war, ever true, changing me, I'm changing you. We have come, we've opened hands, so let the ancient war be. Oh, one more time. Ancient war, ever true, changing me, I'm changing you. Oliver Labashuleva, we have come, we've opened hands, so let ancient war. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Holy Spirit divine, Roho Mtakatifu wa kiungu, breathe upon your word today. Pumulia neno lako leo. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. It is my new dawn era. Majira yangu pambazuko jipya. Please have your seats. Tafadhali keti. I welcome you into God's presence again. Nakaribisha katika uwepo wa Mungu tena. In this our midweek miracle communion service. Katika ibada yetu ya kati ya wiki ya ushirika mtakatifu. Service tonight. Katika ibada ya leo jioni, God shall fight for you. Mungu atakupigania. And God shall fight for you. Mungu atakupigania. And you shall triumph. Na utashinda. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Seasons of glory is a prophetic focus in this great month of October 2018. Majira ya utukufu ndo tamko la kinabii la mwezi huu wa 10 2018. Is our month of glory. Ni mwezi wetu wa utukufu. And the month of the Holy Spirit. Na ni mwezi wa Roho Mtakatifu. As we all know that the Holy Spirit is the spirit of glory. Kama wote tufahamuvyo kwamba Roho Mtakatifu ndiye roho wa utukufu. And he came to glorify Jesus in our lives. Na alikuja kumtukuza Yesu katika maisha yetu. That's why anything that does not glorify God in our life is not of God. Ndio maana chochote ambacho hakimtukuzi Mungu kwenye maisha yetu si cha Mungu. And what the Holy Spirit does, Roho Mtakatifu anachofanya ni nini? Is to remove every shame and reproach in our lives. Ni kuondoa kila aibu na fedheha kwenye maisha yetu. And launch us into the realm of glory. Na kutuingiza katika viwango vya utukufu. I decree you will not see shame again in your life. Natamka utaona aibu tena kwenye maisha yako. The glory of God shall be seen in your life. Utukufu wa Mungu utaonekana kwenye maisha yako. People shall see the glory of the Lord in your life. Watu wataona utukufu wa Mungu juu ya maisha yako. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Our teaching series in the midweek since the month began. Mfululizo wetu wa masomo tangu mafundisho ya Mungu. Is titled Engaging the Power of the Holy Ghost for Conquest. Naitwa kutumia nguvu ya Roho Mtakatifu ili kushinda. Engaging the power of the Holy Ghost for conquest. Kutumia nguvu ya Roho Mtakatifu ili kushinda. This is part 4. Hii ni sehemu ya 4. I want you to be reminded again. Nataka ukumbuke tena
that battles are normal to life. Kwamba vita ni vya kawaida katika maisha. The victory is normal to a believer. Na ushindi ni wa kawaida kwa muamini. As we are in the world, kama tulivyo hapa duniani, we can't run away from the battles in the world. Hatuwezi kukimbia vita iliyoko duniani. Part and parcel of the things we see in the world are battles. Sehemu ya vitu tunavyoona katika dunia ni vita. But for every battle there is a victory for us. Lakini katika kila vita kuna ushindi kwa ajili yetu. In 1 John chapter 5 verse 4. Waraka kwanza Yohana 5:4. The Bible says whatsoever that is born of God overcometh the world. Kila kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Na huo ndio ushindi ushinda ulimwengu, hiyo imani yetu. Despite the battle, God have destined us to be victorious. Pasipo kujalisha vita, Mungu ametuandaa kwa washindi. Mankind walks through the valley of the shadow of death on daily basis. Mwanadamu anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti karibu kila siku. Psalm 27 verse 4. Zaburi 23 mstari wa 4. We walk through the valley of the shadow of death. Tunapita katika bonde la uvuli wa mauti on a daily basis. Kila siku. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There are battles. Kuna vita. We are already fighting it. Tayari tunapigana. And there are ones that will come. Na tutashinda. And that is why God armed us with the Holy Spirit. Ndio maana Mungu anatuvika Roho Mtakatifu for victory. Ili kutupa ushindi. Because these battles are spiritual battles. Kwa sababu vita hizi ni vita za kiroho. You can't fight them with the energy of the flesh. Hauwezi kupigana kwa nguvu za mwili. It is not by power or by might. Maana si kwa nguvu wala kwa uweza. But by the power of the Holy Spirit. Bali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. The horse is prepared for battle. Wale farasi wanaandaliwa kwa ajili ya vita. But safety is of the Lord. Lakini usalama ama ushindi unatoka kwa Bwana. Romans chapter 9 verse 16. Warumi 9:16. He said it is not of him that willeth. Si kwake yeye atakaye. Nor of him that runneth. Wala akimbiaye. But of God that showeth mercy. Bali Mungu aonyesha There is rehema. no victory for anyone outside of God. Hakuna ushindi kwa yeyote nje ya Mungu. And us with his spirit. Mungu anatuvika roho wake in order to be victorious. Ili kutufanya kuwa washindi. And that is why our teaching first say engaging the power of the Holy Ghost for conquest. Ndio maana funzo letu la masomo wanasema kumtumia Roho Mtakatifu kwa ajili ya ushindi. Isaiah 59 verse 19 say the B part of that scripture. Isaya 59:19 sehemu kubwa. The enemy, adui, there is a time the enemy will come. Kuna wakati adui atakapokuja. The word when is an adverb of time. Anasema adui atakapokuja inaonyesha muda kwamba atakuja. He said when the enemy shall come in like a flood. Adui atakapokuja kama mafuriko. You and I cannot stop enemy when he comes like a flood. Wewe na mimi hatuwezi kumzuia adui anapokuja kama mafuriko. The spirit of the Lord. Anasema roho wa Bwana will lift up a standard against him. Atainua viwango kinyume naye. It takes the Holy Spirit to stop an enemy against him. Inahitajika Roho Mtakatifu kumzuia adui aliyeko kinyume nawe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If not the Holy Spirit, kama si Roho Mtakatifu, you and I could have been defeated. Wewe na mimi tungeweza kushindwa. Because this battle is a spiritual battle. Lakini vita hii ni vita ya kiroho. You might not see it with a physical eye. Unaweza usione kwa macho ya mwili. There's a spiritual eye to see that we are in a battle. Inahitaji macho ya kiroho kuona kwamba tuko vitani. And the Bible painted the picture of the kind of fight we engage every day. Biblia inatuonyesha aina ya vita tunaopigana kila siku. In Ephesians chapter 6 verse 12. Efeso 6:12. The Bible says we wrestle not against flesh and blood. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. But against principalities, bali juu ya falme, against powers, juu ya mamlaka, against rulers of darkness of this juu ya world, watawala wa giza wa against dunia hii, spiritual wickedness in high places. juu ya majeshi ya pepo mabaya katika ulimwengu wa Praise roho. the Lord. Bwana asifiwe. Without the Holy Spirit, pasipo Roho Mtakatifu, we can't win this battle. hatuwezi kushinda vita That's hizi. why we must engage him. Ndio maana lazima tumtumie. We need to be empowered for conquest. Tunahitaji kutiwa nguvu kwa ajili ya The kushinda. word conquest means fight. Neno kushinda maana We kupigana. need to be empowered for fight. Inabidi tuwezeshwe Or kupigana. our destiny remains at risk. La sivyo hatima zetu zitabaki hatarini. We need to be empowered. Tunahitaji kuvikwa uwezo. When the Holy Ghost comes, Roho Mtakatifu he anapokuja, can put a mark of touch not upon us. anaweza akaweka alama ya kutokugusika In Psalm kwetu. 105 verse 13 and 15. Zaburi ya 105 Psalm 105 verse 13 to 13 15. mstari wa 13 mpaka 15. When they went from one nation to another, Walipotoka taifa moja kwenda from one jingine, kingdom to another people, toka ufalme mmoja kwa watu he wengine, suffered no man to do them wrong. hakuwaruhusu watu It is waonee. the Holy Ghost that can suffer no man to do you Ni wrong. Roho Mtakatifu anaweza kuwazuia watu Yeah, wasikuonee. he reproved kings for their sake, Alikemea hata wafalme kwa ajili yao, saying unto them, touch not my anointed, akwamba msiwaguse masi wangu, and do my prophet no harm. wala msiwadhuru nabii zangu.
Praise the Lord. Bwana asifiwe. The anointed is the one that carries the Holy Ghost. Mwenye upako ni yule Because the anayebeba Holy Roho Ghost is the Mtakatifu. anointing person. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio upako. When you have the Holy Spirit, Unapokuwa na Roho Mtakatifu, He will suffer no man to do you wrong. hatomwacha mtu akuonee. To live a life without the Holy Spirit Kuishi maisha yasiyokuwa na Roho Mtakatifu is to live in frustration. ni kuishi katika Is kuchanganyikiwa, live in defeat. ni kuishi katika kushindwa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That's why you need the Holy Spirit. Ndio maana unamhitaji Roho The Holy Mtakatifu. Spirit is the original source of power. Roho Mtakatifu ndio chanzo halisi cha It's the nguvu, original source of ndio power. chanzo halisi cha It's nguvu, the highest order of power. ndio kiwango cha juu kabisa cha In nguvu. Acts chapter 1 verse 8, Matendo ya Mitume 1:8, Jesus said, you shall receive power Yesu sasa mtapokea nguvu after the Holy Ghost is come upon baada you. ya Roho Mtakatifu kwa The ajili. coming of Holy Ghost upon your life, He come with power. Roho Mtakatifu anapokuja kwako He anakuja is kwa a nguvu. fountain of power. Yeye ndiye kisima cha nguvu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Without the power of the Holy Ghost, Pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu, Jesus could have not accomplished what He accomplished. Yesu asingeweza kutimiza In alichotimiza. Luke chapter 4 verse 14, Luka 4:14, after He fasted, baada ya kufunga, the Bible says He returned in the power of the Spirit. lazima akarejea kwa nguvu za He Roho. returned in the power of the Spirit. Akarejea kwa nguvu za The Roho. Holy Ghost empowered Him. Roho Mtakatifu In alimwezesha. Acts chapter 10 verse 38, Matendo say 10:38, how God anointed Jesus with Holy Ghost and with power. Mungu ampaka mafuta Who Yesu kwa Roho went Mtakatifu na about kwa doing nguvu. good and healing all Akazunguka akitenda mema na kuponya wote that were oppressed of the devil. walioonewa na ibilisi, For God was with kwa him. maana Mungu alikuwa pamoja naye. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. We need the Holy Ghost for conquest. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili kushinda. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a louder hallelujah. Sisikia haleluya We kubwa. need Him in our lives. Tunamhitaji katika maisha yetu. And I know Nami najua in this month of the Holy Ghost, katika mwezi wa Roho Mtakatifu I decree ninatamka no one will miss the Holy Ghost all the day hakuna of their life. atakayemkosa Roho The Mtakatifu. Holy Spirit will fight for you. Roho Mtakatifu atakupigania. But we must know Lakini lazima that the tujue Holy Spirit is a multitask spirit. kwamba Roho Mtakatifu ni roho mwenye kazi The Holy nyingi. Spirit is a multitask spirit Ni roho mwenye kazi nyingi that manifests himself in different dimensions. ambaye anajidhihirisha katika viwango mbalimbali. It's a multitask spirit. Ni roho mwenye kazi He nyingi. manifests himself in multi-dimensions. Anajidhihirisha katika viwango mbalimbali. And engaging these dimensions Na katika kutumia hivi viwango is what gives us victory in every battle of life. ndicho kinachotupa ushindi katika kila vita ya maisha. We started this month Tulianza mwezi huu by introducing the Holy Spirit as the Spirit of love. kwa kumtambulisha Roho Mtakatifu kama roho wa upendo. When we engage Him as a Spirit of love, Tunapomtumia kama roho wa upendo, we will never fail in life. hatutakaa tushindwe katika We maisha. say He's the Spirit of faith Tulisema ni roho wa imani that empowered our faith for exploits. anayewezesha imani zetu kutenda And matendo we say makuu. He's the Spirit of prayer and Na supplication. tukasema ni roho wa maombi na maombezi. Also, we look at the Holy Spirit Pia tulimtazama Roho last Mtakatifu Wednesday as the Spirit of dedication. Jumatano iliyopita kama roho wa That kujitoa, only the dedicated kwamba wale waliojitoa will be victorious. ndio watakuwa And washindi. today we look at the Holy Spirit Na leo tunamtazama Roho as Mtakatifu the Spirit of vengeance. kama roho wa kisasi, The Spirit of vengeance. kama roho wa kisasi. The Holy Ghost is a Spirit of vengeance. Roho Mtakatifu ndio roho wa kisasi. And I want to understand this. Na elewa hili, Vengeance is a vital aspect of the ministry of the Holy Spirit. kisasi ni eneo la muhimu katika huduma ya Roho In Mtakatifu. Isaiah chapter 61 verse 1 and 2, Isaya 61:1 na Bible was 2 talking about the Holy Spirit. inazungumza kwa habari ya Roho He said, Mtakatifu. the Spirit of the Lord is upon me, Asa roho Bwana yuko juu yangu, because He have anointed me to preach the good tidings unto the meek. amenitia mafuta na uhubirie He wanyenyekevu habari has njema. sent me to bind up the brokenhearted, Amenituma kuganga mioyo to iliyovunjika, proclaim liberty to the captives, kutangaza uhuru kwa and mateka the wao, opening of the prison to them that are bound, na kufunguliwa waliofungwa magerezani, to proclaim the acceptable year of the Lord, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, and the day of vengeance of our God. na siku ya kisasi cha And Mungu the wetu. reason for vengeance Sababu ya is kisasi to confront all that mourn, ni ili kuwafariji wote to waliao, confront all that mourn. kuwafariji wote There waliao. are many people in church, Kuna watu wengi kanisani, because of the activities of the wicked, kwa sababu ya kazi za ule mwovu, they are mourning in church. wanalia So kanisani, have filled their hearts. wamejazwa huzuni katika mioyo yao. Anything they do, it does not work, because there is one devilish man somewhere.
somewhere. Kila kitu anachofanya akieni kwa sababu kuna shetani fulani mahali. The Holy Spirit was introduced. Ndio maana Roho Mtakatifu alitambulishwa. To pay back all your oppressors. Kulipa wale wote wakutesao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let's know again that our God is a God of vengeance. Tutambue tena kwamba Mungu wetu ni Mungu wa kisasi. But he is a good vengeance through his spirit. Lakini anatenda kisasi kupitia roho wake. Our God is a God of vengeance. Mungu wetu ni Mungu wa kisasi. Psalm 94 verse 1. Zaburi 94 mstari wa kwanza. Oh Lord God. Asa Mungu. To whom vengeance belongeth. Mungu wa kisasi. Oh Lord, to whom vengeance belongeth, show yourself. Mungu wa kisasi uangaze. Vengeance belongs to our God. Kisasi ni cha Mungu wetu. In Nahum chapter 1 verse 2. Nahum 1:2. Nahum chapter 1 verse 2. Nahum 1:2. The Bible says God is jealous. Binasema Mungu ni Mungu mwenye wivu. We wivu. serve a jealous God. Tunamtumikia Mungu mwenye wivu. Who will not be watching the enemy to take what belongs to you. Ambaye hatakubali shetani abebe cha kwako. Enemy to oppress you. Ambaye hatakubali shetani akutese. Say God is jealous. Asa Mungu ni Mungu mwenye kisasi. The Lord God will venge it. Mungu ulipiza kisasi. The Lord will venge it. Mungu ulipiza kisasi. He is furious. Naye ni mwingi wa hasira. The Lord will take vengeance on his adversaries. Bwana hujilipiza kisasi juu ya adui zake. And he reserveth wrath for his enemies. Huwawekea adui zake akiba ya hasira. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. We serve a God of vengeance. Tunamtumikia Mungu wa kisasi. Hebrew chapter 10 verse 30 and 31. Ebrania 10:30-31. Hebrew chapter 10 verse 30 and 31. Ebrania 10:30-31. The Bible says, for we know him that have said, tunamjua yeye aliyesema, vengeance belongeth unto me. Kisasi ni cha kwangu mimi. And I will recompense, says the Lord. Nami nitalipa, asema Bwana. Again, the Lord shall judge his people. Tena Bwana atahukumu watu wake. It is a fearful thing. Ni jambo la kutisha to fall into the hands of the living God. Kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. He's a God that killeth and maketh alive. Ni Mungu anayeua na kuisha. It's a fearful thing. Ni jambo la kutisha. If your adversaries know that it's a fearful thing to fall in the hand of the Lord. Kama adui zako watajua kwamba ni jambo la kutisha kuanguka kwenye mikono ya Mungu wako. They will not oppress you the way they do. Hawatakutesa namna wanavyokutesa. Hallelujah. Hallelujah. Last Sunday was our covenant day of vengeance. Jumapili iliyopita ilikuwa siku ya agano la kisasi. Why are we teaching vengeance? Kwani tunafundisha kisasi leo? That is the way God proposed it. Hivyo ndivyo namna Mungu amependekeza. In case any of your enemies missed the arrow last Sunday. Kama adui yako alikosa mshale Jumapili iliyopita. They will not miss tonight. Hawatakosa mshale wa leo. They will not miss tonight. Hawatakosa mshale wa leo. God arranged it so. Mungu ameipanga hivyo. In all our churches worldwide. Kwa makanisa yetu duniani kote. To engage the spirit of vengeance. Ili kumtumia roho wa kisasi. Against all adversaries of God's people. Dhidi ya wote watesao watu wa Mungu. And they will fall today. Na wataanguka leo. God is a good vengeance through the Holy Spirit. Mungu anatenda kisasi kupitia Roho Mtakatifu. Look at the example. Tutazame mfano. In Acts 13 verse 8 to 12. Matendo 13:8-12. Executed vengeance. Tunamwona Roho Mtakatifu akitenda kisasi against Elymas. Dhidi ya Enamas. Acts of Apostles chapter 13 verse 8 to 12. Matendo ya Mitume 13:8-12. Start from verse 7. Tuanze mstari wa 7. Okay, start from verse 6. Tuanze mstari wa 6. They have gone to verse 7. Let me read from verse 7. Tuanze mstari wa 7. There was a deputy called Sergeant Paulus. Kuna mtu alikuwa anaitwa liwali The man was Paulo. a prudent man. Mtu huyu mwenye akili. He called Saul and Barnabas, which later became Paul. Akawaita Barnaba na Sauli. And he desired to hear the word of God. Akataka kusikia neno la Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But there is this man called Elymas. Lakini kuna mtu aitwa Elima. The Bible called him a sorcerer. Bila anamuita ule mchawi. For so his name by interpretation. Maana ndio tafsiri ya jina lake. He withstood them. Akashindana nao. Seeking to turn the deputy from the faith. Akitaka kumtia yule liwali kuacha ile imani. There are many principalities and power that like Elymas. Kuna falme nyingi na mamlaka ziko kama Elima. Then Saul. Lakini Sauli is called Paul. Ambaye ndiye Paulo. Filled with the Holy Ghost. Akijaa Roho Mtakatifu. That was a spirit of vengeance manifested. Yaani huyo ni roho ya kisasi alijidhihirisha. Set his eyes on Elymas. Akamkazia macho Elima. And say unto him. Akamwambia. Oh, full of all certainty. Ewe mwenye kujaa hila na uovu. Mischief. Na uovu wote wa dunia. That child of the devil. Mwana wa ibilisi. That enemy of all righteousness. Adui wa haki yote. Will thou not cease to pervert the right ways of the Lord? Huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Now behold. Basi sasa angalia. The hand of the Lord is upon thee. Mkono wa Bwana u juu yako. And thou shalt be blind. Nao utakuwa kipofu. Not seeing the sun for a season. Usilione jua kwa muda. And the Bible says immediately the Holy Spirit went on operation. Nasema hapo Roho Mtakatifu akaingia kutenda. Immediately there
fell on him a mist and a darkness. Ikamwangukia giza. And he went about seeking some to lead him by the hand. Akaanza kutafuta na mtu amuongoze. And when the deputy saw what have happened, yule liwali alipoona leo tokea, you don't need to preach long with us for such. Unahitaji kuhubiri sana mambo kama haya yanapotokea. Akaamini. And was surprised at the doctrine of the Lord. Akayastaajabu mafundisho ya Bwana. That was the spirit of vengeance in operation. Yani ilikuwa ni roho ya kisasi kitenda kazi. If Elimans was not plagued with blindness, kama Elima hakupigwa na upofu, the deputy will not believe. Yule liwali asingeamini. I don't know who that Elimas it is in your life. Sijui kuna Elima gani kwenye maisha yako. Standing against the glory of God. Anasimama kinyume na utukufu wa Mungu. Standing against your new dawn order of blessings. Anasimama kinyume na baraka zako za pambazuko jipya. The Holy Spirit is still alive. Roho Mtakatifu bado yuko hai. He is here with us today. Yuko hapa pamoja nasi leo. Every such person in your life, kila mtu ana namna hiyo kwenye maisha yako, I decree irrecoverable blindness upon them. Upofu usiopona. I decree irrecoverable blindness. Upofu usiopona. The same spirit that blinded Elimas roho aliyempofusha Elima will blind them in the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu. And not hearing a vengeance, amen. Kisasi. People of God, watu wa Mungu, vengeance, kisasi, is necessary. Ni cha muhimu for you to get what belongs to you. Ili upate ambacho ni mali yako. Vengeance is necessary. Kisasi ni cha muhimu for you to get what God has promised you. Ili upate kile ambacho Mungu amekuahidia. Hallelujah. Hallelujah. Please understand this. Tuelewe jambo hili. That vengeance is God serving the wicked the same meal they make others to test. Kisasi ni Mungu akimlisha yule mwovu chakula kile kile alichokuwa akiwalisha wengine. What does that mean? It says vengeance is God serving the wicked the same meal they make others to test. Kisasi ni Mungu akiwalisha waovu chakula kile kile walichowaonyesha wengine. The same sickness to you. Ugonjwa ule ule kwako. And if the sickness is good, kama ugonjwa ni mzuri, let them test it. Nao wauonje. The same death to you. Mauti ile ile kwako. Vengeance means if death is good, kama deni ni zuri, let them test it. Nao waonje deni. Vengeance is all about paying back the enemy what they have done against you. Kisasi inahusiana kumlipa adui alichokutendea. Until God pay them back, Mungu asipowalipa, they will not give way. Hawatakata tamaa. This scripture turned me on. Andiko hili liniinua kiroho. Jeremiah 50 verse 15. Yeremia 50:15. Paying back what they have done. Yani ni kuwalipa walichotenda. For you to fall in upon them. Look at what the Bible says. Tazama Biblia inavyosema. It says, shout against her round about. She have given her hand. Her foundations are fallen. Her walls are thrown down. For it is the vengeance of the Lord. Take vengeance upon her. As she have done, do what? Do unto her. Anasema kwenye mstari wa 15. As she have done, mpigieni kelele. Do unto her. Kama alivyowatendea mtendeni yeye. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As she have done, kama alivyowatendea, do unto her. Mtendeni yeye. That is what vengeance is all about. Hiyo ndo maana ya kisasi. Whatever they have sent to you, chochote walichotuma kwako, they have to suffer it themselves. Inabidi wateseke nacho wao. It is a matter of back to sender. Ni swala la kutuma kurudi likotoka. That is what the Holy Ghost is doing today. Ambacho Roho Mtakatifu anafanya leo. Every arrow they have sent to you, kila mshale uliotuma kwako, we declare back to sender in the name of Jesus Christ. If it is good, let them test it. Kama ni mzuri na wao waonje. If death is good, let them test kama it. deni ni nzuri waonje. If sickness is good, let them kama test it. Magonjwa ni mazuri waonje. If delay is good, let them test it. Kama ni kuzuri waonje. Whatever they have sent to you, it's returning back to them. And not hearing the vengeance. Amen. Why vengeance? Kwa nini kisasi? Until number one. Namba moja. Until vengeance is executed. Kisasi kisipotendwa against the enemy. Dhidi ya maadui. The word of God spoken into your life may not be fulfilled. Neno la Mungu linalotamkwa kwenye maisha yako linaweza lisitimie. Until vengeance is executed. Kisasi kisipotendwa against the enemy. Dhidi ya yule mwovu. The word of God spoken in your life may not be fulfilled. Neno la Mungu lilotumwa kwenye maisha yako linaweza lisitimie. The new dawn order of testimonies will not be fulfilled. Ule ushuhuda wa pambazuko jipya unaweza usitimie. That is why we must invoke vengeance. Hiyo ndo maana lazima tutumie kisasi. Luke 21 verse 22. Luka 21:22. Look at what the Bible says. Tazama Biblia inachosema. Luke 21 verse 22. Luka 21:22. These be the days of vengeance. Hii ndio siku ya kisasi. All things which are written may be fulfilled. Kwamba mambo yote yaliyoandikwa yapate kutimizwa. In other words, there are forces standing against the word spoken
spoken on your direction. Kwa maana mengine kuna nguvu na uzuia lile neno lilotumwa kwako. Until vengeance is executed, kisasi kisipotendwa, they will hinder it. watazuia. That is why you must execute. Ndio maana You must involve vengeance. ndio maana lazima utumie kisasi. Secondly, cha pili, until God of vengeance show up, Mungu wa kisasi asipojionyesha, the wicked may never give up. yule mwovu hawezi kukata tamaa. Until God of vengeance show up, Mungu wa kisasi the asipojionyesha, wicked may never give yule way. mwovu hawezi kukata tamaa. The Bible says in Psalm 68 verse 1 and 2, Zaburi 68:1 na 2. oh, let God arise Mungu ondoka and let his enemy be scattered. na adui zake watawanyike. If God didn't arise, Kama Mungu hakuinuka na kuondoka, the enemies will not be scattered. adui hawatatawanyika. And let them also that hate him flee before him. Wale wamchukiao wakimbie uso As wake. smoke is driven away, so drive them away. Kama moshi upeperushwavyo, As ndivyo was wapeperushwavyo wao. melted before the fire, so let the wicked perish in the presence of Kama the Lord. nta iyeyukavyo mbele za moto, ndivyo waovu wapoteavyo usoni pa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Let God arise. Mungu And you ainuke, know, until we call him to arise, he will not na arise. tusipomwita ainuke hatoinuka, And until he arises, the enemy will not be scattered. na asipoinuka adui hatotawanyika. Why vengeance? Kwa nini kisasi? Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Before there, you see, before I go to number 3, Kabla sijaendelea namba 3, you know, until God unleashed his vengeance upon Egypt, Mungu ni mpaka alipotenda kile kisasi juu ya Misri, Pharaoh never gave up. na asingetenda, Farao asingekata tamaa, God did all the plague, about 10 of them, mpaka alipopiga mapigo yote 10 and nothing happened. na hakuna kilichotokea. In Exodus chapter 11, verse 1 to 7, Kutoka 11:1 mpaka 7, he told Moses, akamwambia Musa, he said, yet I will still bring one more plague upon Pharaoh. bado nitapiga pigo moja tena kwa After he Farao will let you go. na atawaacha waende. And in verse 12 and 12, Mstari wa 12 na 12, Exodus 12, verse 12, kutoka 12:12, he said, I will pass over. maana nitapita I will pass over Egypt tonight. kati ya nchi ya Misri usiku huu, Pass through Egypt tonight. nitapita Misri And usiku wa I leo, will smite the nitawapiga firstborn in the land of Egypt, wazaliwa wa kwanza katika nchi ya both Misri, man and beast. wa wanadamu na And wanyama, I will deal with all the gods of Egypt. nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, I will execute judgment. nitatenda kisasi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And look at in verse 31. Tazama mstari wa 31, Verse 31. Mstari wa Exodus 12, 31. verse 31. Kutoka 12:31. Hallelujah. When God executed judgment, Mungu alipotenda ile hukumu, Pharaoh was in a hurry. Farao akawa katika haraka, He called for Moses and Aaron akawaita by Musa night na Haruni and said, usiku, rise up and get akasema, forth from among them, ondokeni, tokeni katika watu wangu, both you and your children. ninyi na wana wa And Israeli, children, go nyendeni serve the Lord as you have said. mtumikieni Bwana kama mlivyosema. Hallelujah. Hallelujah. He was in a hurry Alikuwa katika haraka because there was death everywhere. kwa sababu kulikuwa kuna mauti kila eneo, There was cry everywhere. kulikuwa na kilio kila The eneo. God of vengeance came down, Mungu wa kisasi alishuka, handle the gods of Egypt, akashughulikia miungu ya Misri and handle every physical enemy. na akashughulikia kila adui wa kimwili. And that was how the children of Israel left. Hivyo ndivyo namna wana wa Israeli walivyoondoka. If God did not do that, Kama Mungu asingetenda hivyo, their captivity could have continued. uteka wao ungeendelea. That's why until vengeance is executed, Ndio maana kisasi kisipotendwa, that challenge may continue. hiyo changamoto inaweza kuendelea. That's why you must engage the spirit of vengeance tonight. Ndio maana inabidi umtumie roho wa kisasi leo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Why vengeance? Kwa nini kisasi? Or why engaging the spirit of vengeance? Kwa nini kutumia roho ya kisasi? The wickedness of the wicked shall not come to an end until vengeance is executed. Ule mwovu wa uovu hautakoma mpaka kisasi The kimetendeka. wickedness of the wicked Ule uovu wa mwovu shall not come to an end until vengeance is executed. hautakoma mpaka kisasi kimefanyika. In Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Mhubiri 8:11. Ecclesiastes chapter 8 verse 11. Mhubiri 8:11. Praise God. Bwana asifiwe. I say praise God. Bwana asifiwe. The Bible says because sentence against an enemy, against the work, sentence against an evil work is not executed speedily. Kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezwi upesi. Therefore the heart of the sons of men Hivyo mioyo ya wana wa Adamu is fully set to do evil imejiandaa kutenda mabaya until there is execution kusipokuwepo na utendaji
of everything written against the wicked, wa kila kitu kilichoandikwa kinyume na mwovu, the wicked will not give way. yule mwovu hatokata tamaa. That is why we must execute vengeance. Ndio maana lazima tutende In Psalm kisasi. 7 verse 9 to 13, Zaburi 7:9 mpaka the Bible 13. says, "Oh Lord," he said, "Oh, let the wickedness of the wicked come to an end. Bwana, uovu wa mwovu ukome, Let the wickedness of the wicked come to an au end." ubaya wasio haki na ukome. Hallelujah. Haleluya. And in verse 11, he said, God is angry with the wicked every day. Mstari wa 11 sasa, Mungu ana ghadhabu na waovu kila God siku. is angry with the wicked every day. Mungu ana ghadhabu na waovu kila siku. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say, praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia amina kubwa. Look at a testimony of someone. Tazama ushuhuda wa mtu He fulani. said, my grandmother had been behind the affliction in my family. Bibi yangu ndo amekuwa sababu ya mateso kwenye familia yangu. Although she was confronted with the death of my parents, but she denied being responsible. Ingawa aliwajibika kuhusiana na kifo cha wazazi wangu, lakini alikana. When 21 day prayer and fasting for 2012 began, Siku za kufunga na kuomba za mwaka 2012 I ilipoanza, participated wholeheartedly nilishiriki kwa moyo wangu wote and believed God to change the story of my family. na nikamwamini Mungu kubadilisha historia ya familia During the yangu. second vigil on 20th January 2012, Katika kile kipindi cha kufunga, I was unable to attend the service because I was on duty at work. sikuweza kuhudhuria ibada kwa sababu nilikuwa na majukumu. However, kazini. I connected and watched it online. Hata hivyo nilijiunganisha na kutazama katika During mtandao. the service, Katika kipindi cha ibada, the bishop instructed us to declare fire on our enemies, askofu akatuelekeza kutamka moto kwa adui zetu, and I did. na nikafanya hivyo. Few days later, Siku chache I baadaye received a call from my aunt in Malawi nikapokea simu kutoka kwa shangazi yangu that Malawi my grandmother kwamba got burnt bibi yangu ameungua and could not walk since that night of the vigil. na hakuweza kutembea tangu usiku wa mfungo. She informed me that the fire only burnt her, Akanipa taarifa moto not umemteketeza the yeye peke room where yake, she was. sio chumba alichokuwepo. Today, Leo things are working well for my family. mambo yanafanikiwa kwenye familia I yangu. give God all the Nampa glory Mungu utukufu wote for avenging for me. kwa kunilipa kisasi. Somebody shout a louder amen. Sema amina. Say, God's servant, say, open fire. Mtumishi wa Mungu alisema fungua moto, tuma And moto, was sending fire of the Holy Ghost. na akawa anatuma moto wa Roho Mtakatifu, And the woman got burnt. na yule mwanamke The akaungua. house was not burnt, only her was burnt. Nyumba haikuungua, ni yule mwanamke tu ndiye aliungua, And that was the end of that affliction. na ndio ulikuwa mwisho wa mateso yake. Until vengeance is executed, Kisasi kisipotendwa, the wickedness of the wicked will not come to an end. ule mwovu wa mwovu unaweza usikome. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. We are in the last day, Tuko katika nyakati za mwisho, and we are in the day of vengeance na of the tuko Lord. katika nyakati za kisasi cha Bwana. We are in the last day, Tuko katika nyakati za and mwisho, we are in the day of the vengeance of the Lord. na tuko katika siku za kisasi cha Isaiah Bwana. chapter 63 verse 4. Isaya 63:4. We are in the last day. Tuko katika nyakati The za Bible says, mwisho. for the day of vengeance is in my heart, Anasema maana siku ya kisasi and the iko katika moyo year wangu, of the redeemed is come. na siku ya waliokombolewa imefika. Hallelujah. Haleluya. And as I close, Napofunga, understand elewa that execution of vengeance upon the wicked kutendwa kwa kisasi juu ya mwovu is our responsibility. ni wajibu wetu, It is what we say that God will do. ni kile tunachosema ndo Mungu atafanya. Isaiah 54 verse 14, Isaya 54:14. reading it up to verse 17. Ukisoma hivyo mpaka In 17, righteousness that shall be established, mwenye yake atathibitishwa, and that shall be far from oppression. utakuwa mbali na kuonewa, For that shall not fear, maana utaogopa, and from terror that it shall not come near thee. utakuwa mbali na hofu, maana haitakukaribia. Behold, they shall gather together, Tazama, yamkini watakusanyana, but not by me. lakini si kwa shauri langu. Whosoever shall gather together against thee Watu wote watakaosanyana kinyume nawe shall fall for thyself. wataanguka kwa ajili yako. Somebody say amen. Sema amina. He said, behold, I have created the smith that bloweth the coal in the fire, Tazama, nimemuumba mhunzi avukutaye And moto wa makaa, that bringeth an instrument for his work. akatoa silaha kwa kazi yake. I have created the waster to destroy. Nami nimemuumba mharibu ili aharibu. No weapon that is found against thee shall prosper. Kila silaha itakayofanyika Somebody juu yako shout amen. haitofanikiwa. Sema amina. And every tongue
Na kila ulimi. This is the responsibility now. Huu ndio wajibu sasa. Every tongue. Kila ulimi. That shall rise against thee in judgment. Utakaunuka kinyume nayo kwenye hukumu. That shall not cry. Wewe hupaswi kulia. That shall not complain. Wewe hupaswi kulalamika. He said, thou shall condemn. Asa wewe utauhukumu. Thou shall condemn. Wewe utauhukumu. Because it is your heritage as a servant. Kwa sababu huo ni urithi wako kama mtumishi. Because by redemption you are made the righteousness of God. Kwa sababu kupitia ukombozi umefanywa mwenye haki wa Mungu. If that lady didn't call fire, kama yule binti hakuita moto, that her grandmother will not be born. Yule bibi yake asingeungua. Crying will never solve the problem. Kulia hakutatatua tatizo. Taking responsibility to invoke vengeance will solve it. Chukua wajibu wa kufanya kisasi ndio utatatua tatizo. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. We must not allow any devil hatupaswi kumruhusu adui yoyote bewitching our glorious destiny in Christ aneloga hatima zetu utukufu katika Kristo to survive. kuendelea kuwa hai. God have given us the power. Mungu ametupa nguvu. In Exodus 22 verse 18. Kutoka 22:18. It is not God that will kill the witch for you. Si Mungu atamuua mchawi kwa niaba yako. You are the one that will kill it. Wewe ndio utakayemuua mchawi. God, you are the one that will kill it. Wewe ndio utakayemuua mchawi. And they know. Na wanajua. That's why they put fear in you for you. Ndio maana wanakupa hofu usifanye. They say you should not suffer a witch to live. Asa usimwache mchawi kuishi. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I want you to know that God is fully ready. Nataka ujue Mungu amejiandaa kikamilifu to execute vengeance kutenda kisasi against the enemies of his people. Dhidi ya maadui wa watu wake. Isaiah 35 verse 4. Isaya 35:4. God is full ready. Mungu yuko tayari kabisa. Isaiah 35 verse 4. Isaya 35 mstari wa 4. Say unto them that are fearful hearts. Waambie wale wenye moyo wa kuogopa. Be strong. Kweni imara. Fear not. Msiogope. Behold. Tazama. Your God will come with vengeance. Mungu wenu atakuja kwa kisasi. Even God with a recompense. Atawalipa. He will come and save you. Atakuja na kukuokoa. Fear not, just declare it. Your God will come with vengeance. Usiogope, tamka na Mungu atakuja kwa kisasi. When you call the spirit of vengeance, your God will come with vengeance. Unapoita roho ya kisasi, Mungu wako atakuja kwa kisasi. Jeremiah 46 verse 10. Yeremia 46:10. Jeremiah 46 verse 10. Yeremia 46 mstari ule wa 10. The Bible says, Biblia inasema, this is the day of the Lord of hosts. Hii ndio siku ya Bwana wa majeshi. A day of vengeance. Siku ya kisasi. That he may avenge him of his adversaries. Ili ajilipize kisasi juu ya adui zake. And the sword shall devour. Na upanga utakula na kushiba. Shall saturate and make drunk with their own blood. Utakunywa damu yao hata kukinai. For the Lord of hosts has a sacrifice in the north country by the river Euphrates. Maana Bwana wa majeshi ana sadaka yake katikati ya nchi ya kaskazini karibu na mto Frati. I want you to know that God is ready. Nataka ujue Mungu yuko tayari. Hallelujah. Hallelujah. I'm not hearing a bigger amen. Sisikia amina kubwa. Hear this testimony as I close. Sikia ushuhuda unapofunga. It is titled Power Past Power. Naitwa nguvu dhidi ya nguvu. After the service on Tuesday, January 10. Baada ya ibada ya Jumanne mwezi wa kwanza, I went to bed and had a dream. Nilikwenda kulala nikaota ndoto. I saw myself standing by the wall. Nilijiona nimesimama ukutani. And charging towards me. And charging towards me was a huge goat. Na kulikuwa kuna mbuzi mkubwa. That wanted to smash me against the wall. Alitaka kunisukumiza ukutani. Immediately. Kwa haraka. An invisible force lifted me up. Nguvu isiyoonekana ikaniinua. And the goat smashed himself. Na yule mbuzi akajipiga mwenyewe ukutani. Against the wall. Dhidi ya ukuta. And I woke up. Na nikaamka. Thereafter I engaged in vengeance prayer against my enemies. Baada ya hapo nikaomba maombi ya kisasi dhidi ya adui zangu. The next morning. Asubuhi iliyofuata. A woman in my neighborhood came to my house. Mwanamke jirani yangu akaja nyumbani kwangu. With a big wound on her head. Akiwa na jeraha kubwa kichwani. And told me that she was the goat that attacked me in my dream. Akaniambia yeye ndiye mbuzi aliyemshambulia usiku. She further said, akaendelea kusema, I didn't know sikujua that you are not ordinary. Kwamba wewe si wa kawaida. I am sorry. Nisamehe. Indeed, divine vengeance is real. Hakika kisasi cha kiungu ni kweli. Simama juu ya miguu yako. He said, I didn't know you are not ordinary. Sasa sikujua wewe kwamba si wa kawaida. We are not joking when we are praying. Hatutanii tunapoomba. We are not joking when we are declaring vengeance. Hatutanii tunapofanya kisasi. It is your responsibility to execute vengeance. Ni wajibu wako kutenda kisasi. Anyone that missed the bullet last Sunday yote alikosa na bastola will not miss today's bullet.
Lift up your voice and say the spirit of vengeance. Sema roho ya The kisasi. blinded Elimas. Aliyempofusha Elima. Oh God, to whom vengeance belongs. Mungu wa kisasi. Show yourself. Show yourself. In the camp of the enemies. Somebody lift up your prayer. The vengeance prayer is prayed with boldness. The vengeance prayer is prayed with audacity. To you vengeance belongs. They have stole your children, they must pray for it. Yakotilaba. Oh, brekato brelabo. Abando brekato brela. To you vengeance belongs. Show yourself. Oh God of vengeance. How long shall adversary reproach thy name? How long shall the enemy blaspheme you? Oh, breketo balaba. Holy Ghost, by your fire, execute vengeance upon the enemy of your people. Execute vengeance upon the enemy of the church. Execute vengeance upon the enemy of our finances. Execute vengeance. To your vengeance belongs. Is somebody praying at all? Ali kote kote braka. Asho breka tolia baba. To who vengeance belongs. Show yourself. Alia Baba. It is a fearful thing to fall into the hand of the living God. Ashua katoshia balabalaba. Alia Baba katolobo shia balaba. Alia Baba solobo. Elia Baba katolobo shia balaba. Alia Baba Katolia Balaba. Alia Baba Katushe Ketolia Ba. Elia Baba Katusha Kabalia Balaba. Elia Baba Katushi Kalabala Boshia Balaba. Abba Katusha Kabalia Balaba. Is somebody praying at all? Kuna mtu anaomba. God, the God of vengeance. Ita Mungu wa kisasi. Everything that belongs to you, they have stolen. Kila kitu cha kwako kilichoibiwa. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. To you vengeance belong. Fight for your people. Mungu wa kisasi, pigania watu wako. Fight for your people. Pigania watu wako. Fight for your people. Pigania watu wako. Elia Katolia Balabalaba. Shwande Ketoshia Labalaba. Lekotondelia Balaboshia Labalaba. Lambalia Boshia Kadia Balabalabalaba. Elia Katoshia Balabalaba. Thank you, Jesus. Sante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. You are going to pray again. Unakwenda kuomba tena. I say, my Father, in the name of Jesus. Sasa Baba, katika jina la Yesu. Let every agent of the devil, kila wakala wa shetani, consulting with evil counselors, anayeshirikiana na washauri wa kipepo against my life, kinyume na maisha yangu, business, biashara, career, taaluma, family and marriage, familia na ndoa, for destruction be visited with divine ili vengeance. kuniharibu watembelewe na kisasi. My Father, Baba yangu, in the name of Jesus, katika jina la let Yesu, every agent of the devil, kila wakala wa shetani, consulting with evil counselors, anayeshauriana na washauri wa against kipepo my life, kinyume na maisha against yangu, my business, kinyume na against biashara my yangu, career, kinyume na taaluma, against my family and kinyume na marriage, familia yangu na for ndoa, destruction be visited with ili divine kuharibiwa vengeance. watembelewe na By kisasi. fire tonight. Kwa moto leo. Lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Every evil gang up, Kila be kusanyiko la visited by kuzimu fire. litembelewe kwa Be moto. visited by fire. Litembelewe kwa moto. Fire of the Holy Ghost. Moto. Consume them tonight. Uwateketeze. Ali Koshiaba Keto. Fire of the Holy Ghost. Consume them tonight. Every evil counselor consulting against the business of anyone here, against your marital breakthrough, against your fruitfulness, against your career, in the name of Jesus, by the fire of the Holy Ghost, be consumed, be consumed, be consumed, be consumed, be consumed, be consumed, in the name of Jesus. Akoti shoka, abrakatoshia kalabalaba.
Abakato kotokotoliaba. Abrakato. Ebrando ketoshia. Abrakatolia bando bakatolaba. Asuakato. Ebrakato kotolia. Abrakatonde. Abranda ketokotoba. Ashualia baba baba. Abrakato kote. Eshuaka bando belaba. To you vengeance belongeth. By the fire of the Holy Ghost. The fire in the camp of every enemy. Fire in their altars. Fire in their coven. Anything they have done against you, pay them back. Pay them back. Every arrow they have sent against your people, they return back to their head. They return back to their head. Back to sender. 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 In the name of Jesus. Akatoshika. 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 Ekutekova. Fire in the camp of the devil. Fire in the camp of the devil. Fire in the camp of the devil. Every witchcraft activity bewitching your glorious destiny. Die! Die! In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Psalm 35 verse 1, 2 and 3. Zaburi 35 1, 2 na 3. You pray that scripture. Weka hilo andiko. The psalmist prayed, he said, plead my cause, O Lord. Utete nao e Bwana. And with them that strive with me. Upigane na wanaopingana nami. Fight against them that fight against me. Upingane na wanaopigana nami. Take hold thy shield and buckler. Shika ngao na kigao. And stand up for my head. Usimame unisaidie. And draw out also the spear and stop the way against them that persecute me. Utoe na mkuki uwapige wanaonifuatia. Say unto my soul, I am thy salvation. Uiambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Let them be comforted and put to shame. Waibishwe wafedheshwe. That seek after my soul. Wanaotafuta nafsi yangu. Let them be turned back and brought to confusion. Nyuma that defies my heart. Wanaonizulia mabaya. Let them be a chaff before they win. Let the angel of the Lord chase them. Let their way be dark and slippery. Let the angel of the Lord persecute them. Somebody lift up your voice and pray. Oh, fight against them that fight against me. In my workplace, in my family, every physical and spiritual. Oh, fighting me. Fight against them. Fight against them. Plead my cause, oh Lord, and fight against them that fight against me. Plead my cause, oh Lord, and fight against them that fight against me. Oh, let the angel of the Lord persecute them. Let their way be dark and slippery. Let the angel of the Lord persecute them. Let the angel of the Lord persecute them. Oh, Pekaboshaka. Fight against them that fight against us. Fight against them that fight against your church. Fight against them that fight against the people. Fight against them that fight against the progress of the people. Let the angel of the Lord chase them. Let the angel of the Lord chase them. Let the angel of the Lord chase them. Let them be persecuted and comforted. Let them be put to shame. Every pit they have dug for anyone, let them fall. Let them fall into it. Let them fall into it. Let them fall into it. Ayala malabushia. Ekatoshande katoshia. Abakatolia balabushia. Abrandoba. Akatoshiandoliaba. Abrakatoliaba. Let the angel of the Lord chase them. 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 Brakabosheka baba. Iakutia baba baba baba. Abrakotobe liaba. Baba baba liba sokotolebo. Let the angel of the Lord persecute them. Let their way be dark and slippery. No rest for the devil anymore. No rest for witches and wizards. No rest for every occultic man and woman. Everyone bewitching our glorious destiny. In the name of Jesus, let the angel of the Lord judge them. Oh, Yakoshia Kaliaba. Aliandoshia balabalaba. Andelia boshia kalabalaba. Ashuakia toshia kalabalaba. Elian de katushakaba.
Thank you, Jesus. Asante Yesu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. You are going to call down the Holy Spirit is a good vengeance through his fire. Unakwenda kuita kwamba Roho Mtakatifu atende kisasi kupitia moto wake. There is one of the symbols of the Holy Spirit is fire. Moja ya alama za Roho Mtakatifu ni moto. That testimony I read to you. Ushuhuda niliokusomea. God's servant say everybody should call down fire. Mtumishi wa Mungu anasema kila mtu aite moto. No, in the realm of the spirit there is no barrier. Katika ulimwengu wa roho hakuna kizuizi. And that lady was watching. Na ule binti alikuwa anatazama. And he started calling fire on the grandma that is responsible for the death of the parents. Kwenye mtandao na akaanza kuita moto kwa yule aliyekuwa anawajibika kwa mateso yao. Maybe that lady could have been the next victim. Inawezekana kama asingefanya hivyo angekuwa ni mhanga anayefuatia. But he called down the fire of the Holy Ghost. Lakini aliita moto wa Roho Mtakatifu. And the spirit of vengeance went there and fire of the Holy Ghost. Call down the fire of the Holy Ghost. Consume every shrine. Fire of the Holy Ghost. Consume every coven. Consume every altar. Consume every witch. Consume every family elder responsible for the deeds of God's people. Every family altar. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Consume them. Consume them. Consume them. Consume them. Consume them. Call down the fire of the Holy Ghost. As you call down the fire, it will answer. Everyone responsible for that insanity in your life. Every trait of insanity. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Call down the fire of the Holy Ghost. Ayala katoshia kalimando. Ndulubundelibuki achua. Fire. Fire of the Holy Ghost. Come down and consume every witch, every wizard, every marine power, every marine altar, every witchcraft altar. I say them ablaze now. 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 In the name of Jesus Christ. Alamboshia koliaba. Abando brekatushando brekatushando. Holy Ghost fire. Consume them. Anyone that projected sickness in your life, fire of the Holy Ghost. Anyone standing against your fruitfulness, fire of the Holy Ghost. Anyone standing against your marital breakthrough, fire of the Holy Ghost. Consume them. Consume them. Consume them. Consume them. Thank you, Jesus. In Jesus' glorious name. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. You know that we are not joking. Unajua hatutanii. You know that when you pray, God hears you. Unajua unapoomba Mungu anasikia. When you pray, God hears you. Unapoomba Mungu anasikia. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. I prayed against somebody one time. Niliomba dhidi ya mtu mmoja wakati fulani. And I'm here. And they were telling me, the person say I was chasing him with a machete in the dream. Niko hapa na huyo ndugu akawa anasema kwamba aliona mchungaji anamkimbiza na upanga kwenye ndoto. I'm in Tanzania here and it was happening in Nigeria. Niko Tanzania hapa na ninatokea Nigeria. One person called me that he came and complained that I was chasing him in the dream. Huyo ndugu akaenda kulalamika kwa mwenzake kwamba mchungaji alikuwa anamkimbiza kwenye ndoto. I said if he didn't repent, he's dead. Nikasema kama hata tubu anakufa. Hallelujah. Hallelujah. I was happy that he was complaining. Nilisikia akilalamika. I stood and prayed against his wickedness. Nilisimama kuomba kinyume na uovu wake. Hallelujah. Hallelujah. And the angel of the Lord used my face pursuing him in the dream. Malaika wa Bwana akatumia uso wangu kumkimbiza katika ndoto. You are not joking with the prayers you are praying. Hautani unapoomba maombi kama hayo. Don't joke, believe the prayer you are praying. Amini maombi unayoomba. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your voice and give him all the glory. Inua sauti yako mpe utukufu wote. Oh yalia bakashuli balabashalaba. Oh brekato shelabalaba. Elia balabashulian dishuan kiata.
Everyone pray in the Holy Ghost now. Pray in the Kila Holy mtu nena Ghost. kwa lugha sasa. Everyone pray in the Nena Holy kwa Ghost. lugha, nena kwa Roho Oh, Mtakatifu. yalabra shule baraba. Eliabra shule bakatoshia baraba. Eliando preka shulia bana baraba. Aliande kabo shiande kabo shiaba. Aliande kabo shiaba la boshia. Abala boshia kala brande de boshia. Ekutia balando Omba kwa Roho ketusha la baraba. Mtakatifu, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Katoshia baba lia baba. Somebody pray in the Holy Ghost now. Find the fire of the Holy Ghost in you. Oh, break it up. Ayulo breakatu shando. Alikatu shakabra. Lisholia bando. Ebrakabucha. Shuakabali koteaba. Ashuketo la baraba. Ah, la brakatuliaba. In Jesus' glorious name. Somebody shout a louder amen. We are going to shout the fire of the Holy Ghost for 7 times. Tunakwenda kupiga kelele moto wa Roho Mtakatifu mara 7. We partake in the communion. Alafu tutashiriki ushirika mtakatifu. The Holy Ghost is the spirit of vengeance. Roho Mtakatifu ndiye roho wa kisasi. And one of the ways he executes the vengeance is through his fire. Mmoja ya njia anaotumia kulipa kisasi ni kupitia moto wake. Invoke the fire. Tunaenda kutumia moto. Everything you have prayed against tonight. Kila kitu ambacho umeomba kinyume nacho usiku wa leo. The fire of the Holy Ghost will consume them. Popote walipo moto wa Roho Mtakatifu utawateketeza. Somebody that believes shout a louder. Anaamini sema amina kubwa. We are going to shout it 7 times. Tunakupiga kelele mara 7. You know there is something about 7 in the scriptures. Kuna kitu kwa habari ya namba 7 kwenye maandiko. And it is that you believe it and you will hear news after shouting. Na ukiamini utasikia habari baada ya kutamka. Hallelujah. Hallelujah. You know there are services, no service is the same. Unajua hakuna ibada inayofanana na nyingine. You might not see us do this next service. Unaweza usituone tukifanya hivi ibada But nyingine. this is what the Holy Ghost is leading us. Lakini hivi ndivyo Roho Mtakatifu anatuongoza kwa sasa. No doubt in my heart. Nimekusudia ndani ya moyo wangu. That someone is already delivered from the oppression of the devil. Yaani ninashuhudia moyoni mwangu kwamba kuna mtu ameshakombolewa na nguvu za shetani. That the camp of your enemies is already on fire. Ninashuhudia kwenye moyo wangu kambi ya adui yako imeteketea. The Holy Ghost is consuming them already. Moto wa Roho Mtakatifu tayari unawateketeza. Hallelujah. Hallelujah. If any of them missed last Sunday, they will not miss this one. Kama walikosa kipigo Jumapili hawezi kukosa kipigo hiki. Are you ready to shout the fire? Uko tayari kupiga kelele moto? Shout it with the whole of your heart. Unapaswa useme kwa moyo wako wote. And shout it as loud as you can. Na kwa sauti kadiri uwezavyo. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready to shout the fire? Uko tayari kupiga kelele moto wa Roho Mtakatifu? And after we shout the 7th one, tukimaliza ile ya 7, you begin to make decree and speak in tongues. Utaanza kutamka matamshi na kunena kwa lugha. And let's go. Tuanze. Let's shout fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Number 2. Fire of the Holy Ghost. Number 3. Fire of the Holy Ghost. Number 4. Fire of the Holy Ghost. Number 5. Fire of the Holy Ghost. Number 6. Fire of the Holy Ghost. And the last one, fire of the Holy Ghost. Let God consume them. 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 Fire, consume them. Opeka to shakabali abo shakaba. Aliando pekato shia kalaba. Abrakatu shia balabande. Abuke tu shakabali aba. Ebo shia kalabando pekatalaba. It is done. Thank you, Jesus. It is done. Imekuwa. You will hear news of the destruction of every principality and power. Kila falme na mamlaka. By the prayers we have prayed today. Kwa maombi uliomba leo. They are destroyed by the fire of the Holy Ghost. Kwa moto wa Mtakatifu. Every element of your life. Kila elima wa maisha yako. We decree again irrecoverable blindness. Tunatamka upofu usiokoma tena. Anyone responsible for your ordeal. Yeyote anayesababisha janga lako. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. They will not live to see 2019. Hawataona 2019. They will not live to see 2019. 2019. Anyone ganging up against you. Yeyote anajipanga in your family, in your office, in your business place. Ofisini biashara. Just as they are gathering together against you. Fire of the Holy Ghost scatter them now. Fire of the Holy Ghost scatter them now. In the name
of Jesus Christ. Anyone attacking you in your dream, I decree the same way they are attacking you, the Holy Ghost attack them tonight by the fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. So shall it be. In Jesus' glorious name. Clap your hand for Jesus Christ. In case somebody is here who is not born again, kama kuna mtu hapa na hajaokoka, one thing about vengeance, make sure that you are on Lord's side. Kitu kimoja kuhusiana na kisasi, hakikisha uko upande wa Bwana. If you are in the devil's side, ukiwa upande wa shetani, you will fall a victim. Utakuwa ni mhanga. You can walk out of the devil now. Unaweza ukatoka kwa shetani sasa. You are here, you know that you are not born again. Uko hapa na unajua haujaokoka. Even the communion will not work for you until you are born again. Hata ushirika hautakufaidia mpaka umeokoka. Wherever you are, put your hand on your chest, let me pray for you. Wewe ambao hujaokoka, weka mkono kifuani. And your life, you see God fighting for you today. Na utaona Mungu akupigania leo. You want to surrender, put your hand on your chest. Unataka kuokoka, weka mkono wako kifuani. Do it fast, we don't have time. Fanya haraka, hatuna muda. You want to surrender, come forward. Unataka kujisalimisha kwa Yesu, weka mkono kifuani, alafu njoo mbele. Come. Uliweka mkono kifuani, njoo mbele. Come. Njoo mbele, uliweka mkono kifuani. Take a step of faith and come. Chukua hatua ya imani uje mbele. God will bless you. Mungu atakupigania. Anyone that puts his hand on the chest, please come. Let me pray for yote you. uliweka mkono wako kifuani, njoo mbele. Unataka kuokoka? Let me pray for you. Unataka kuokoka, njoo mbele. Come. Leave them. Come. God bless you. Mungu akubariki. God bless you, this young man. Makamanda hapa. Today is your day of salvation. Leo ni siku ya wokovu. God bless you. Mungu awabariki. Somebody here put your hand on your chest. Please, that guy we having yellow. Uliweka mkono maeneo haya. Please come and surrender to Jesus. There is no shame to it. Hakuna aibu. Hallelujah. Hallelujah. As we are waiting for you, please lead these ones to Christ. Tunapowasubiri. It shall be a memorable day for them today. Itakuwa ni siku ya ukumbusho kwa hawa hapa. Amen. Fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako ambayo imenivuta kwako leo. Ninakiri mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nimeokoka na nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. You are blessed. Mbarikiwa. Today shall be a day to be more remembered in your life. Leo itakuwa siku ya kukumbukwa sana kwenye maisha yenu. It does not matter your age. Haijalishi umri. The Holy Spirit is coming upon you afresh. Roho Mtakatifu anawajia kwa upya. A new beginning in your life. Mwanzo mpya kwenye maisha yenu. I cover you with the blood of Jesus. Na ufunika kwa damu ya Yesu Kristo. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Clap your hand for Jesus. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Please lead them out. Set first your hands toward the communion. Tuelekeze mikono kwenye ushirika mtakatifu. Anything you desire from the table of the Lord. Unachotamani kwenye meza ya Bwana. Pray to your heavenly Father. Omba kwa Baba kwa mbinguni. Don't be tired of praying. Usichoke kuomba. Make a decree. God confirms what you decree. Tamka, Mungu anathibitisha unachotamani. What do you desire from the Lord's table? Unachotamani nini kwenye meza ya Bwana? The Lord's table is not served to entertain you. Meza ya Bwana haiko kwa ajili ya kufurahisha. It is served for the nature of Christ to be seen in you. Unaitumia ili asili ya Kristo ionekane ndani yako. For your healing. Tunaitoa kwa ajili ya uponyaji wako. You came here today with any sickness. Umekuja hapa na ugonjwa wote. Tell God, as I take this communion. Mwambie Mungu naposhiriki ushirika huu. Everything my heavenly Father have not planted. Chochote ambacho baba yangu wa mbinguni hajapanda. Everything they have projected into my life. Chochote ambacho ameingiza kwenye maisha yangu. Let it be destroyed. Kikaharibiwe. Let it be destroyed. Kikaharibiwe. The blood of Jesus. Damu ya Yesu. We overcome by the blood. Tunamshinda kwa damu. Whatever that is not permitted in the life of Jesus. Chochote ambacho hakiruhusiwi kwenye maisha ya Yesu. It's not permitted in my own life. Hakiruhusiwi pia kwenye maisha yangu. Somebody, are you praying? Kuna mtu anaomba? Father, thank you. Baba, asante. We bless it and call it the flesh and the blood of Jesus. Tunabariki, tunaita ni mwili na damu ya Yesu. Father, let there be instant testimonies. Kuwepo na shuhuda za papo kwa papo. Let the desires of every partaker be granted today. Matamanio ya kila mshirika akapokee leo. Whatever my heavenly Father you have not planted in the life of everyone. Chochote ambacho baba yangu hujapanda kwenye maisha yote. Let them be rooted out. Kikang'olewe. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. We overcome all attack of the devil
by the blood today. Tunashinda mashambulizi yote ya shetani kwa damu leo. Let there be instant healing testimonies. Wepo na shuhuda za papo za uponyaji. In the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo. Let this blood be a spiritual immunization. Damu hii iwe kinga ya kiroho. Against every sickness and disease. Dhidi ya magonjwa yote na madhaifu. In Jesus name. Katika jina la Yesu. It is blessed. Umebarikiwa. Choir sing as we partake. Kwaya tuimbe tunaposhiriki. Yesu husafisha kabisa, damu ya Yesu husafisha kabisa, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Those hands to Jesus and appreciate Him. Father, we give you all the glory. Somebody bless you there. Give Him all the glory. Celebrate Him. Oh, thank you, Jesus. In Jesus' glorious name.